Odi odi odi. Karibu baba. Asante, habari? Salama, shikamoo. Safi za siku. Salama. Ndio. Baba nikuletee kwanza kiti. Wala hata usihangaike mwanangu. Mimi niko vizuri. Unajua miguu yangu hii. Sisi tunafanya mazoezi bado tuko vizuri sisi vijana. Karibu baba. Huyu bwana mkuu yuko wapi? Yuko anaenda msalani baba. Mama yuko na shida kweli kweli. Kwani mume wako yuko wapi? Mume wangu? Ametoka kidogo ameenda chuoni. Ameenda uani. Baba, mzee wangu. Habari ya leo? Malaba. Za siku. Nzuri. Ndio. Kamchukulia baba kiti. Wala hamna shida. Mimi niko na mambo mengi, nimepita hapa mara moja niwaone, ila na dukuduku langu na shida yangu. Ndio. Nikasema nikija niwakute hapa wanangu, niwaambie. Karibu bwana. Asante sana. Kifua. Kutoka juzi ila nimekwenda huko nimehangaika kweli na kifua. Lakini dawa umepata. Dawa zenyewe siku hizi ndio hizo kila unayokunywa matatizo fungu mzima. Sasa bwana, mimi kilichonileta hapa, nakumbuka na miaka mitatu sasa hivi wanangu kwenye ndoa. Mungu amebariki, mmekaa vizuri. Hata kama mnapigana kimya, watu hawajui, ni matatizo ya kawaida katika ndoa. Sasa pia umeona kwenye harusi ya Hadija tulikwenda, harusi ya nani yule wote tulishiriki, harusi ya Joni pia tumekwenda wote mmeona. Lakini sasa huyu kama ndo dada mkubwa, wenzake wote wadogo zake wote wana watoto. Sasa mimi shida yangu kubwa ni nataka kuuliza, nyinyi mna matatizo gani mpaka sasa hivi? Yaani mna matatizo gani? Miaka mitatu huyu hana mimba. Tatizo nini hasa? Hebu niambie, nini tatizo? Tatizo ni hamna. Hamna tatizo vipi, Ashura? Huyu anasema hana tatizo. Miaka mitatu kweli au unatoa? Hapana baba. Lakini bado ipo kwenye mipango. Mipango gani? Miaka 35 unakwenda, umri wenyewe wa kuishi sasa hivi umeshapungua. Miaka 35 wewe bado unasema bado mipango. Mipango gani? Mipango gani mnataka kuifanya nyinyi? Jamani, unajua kupata familia mwenyewe Mungu akipenda. Hayo ndo mambo sitaki. Mungu gani? Tembea, hangaika, kushoto, kulia, kaskazini, kusini, kote zunguka. Wewe umekaa tu hapo. Mungu anataka akuletee mtoto barazani. Shangaika sana. Nenda hospitali. Niambieni wewe mumeo ana tatizo gani? Baba niambie una tatizo gani? Tatizo lako nini? Nini hasa una tatizo? Ana tatizo gani mumeo? Au wewe ndio una matatizo? Hapana baba, lakini kama tatizo ni wangu, matatizo hana. Sasa nini shida nini? Shida yenu nini? Kwa nini wewe una mimba? Wewe mwanangu miaka mitatu. Hujamtia mimba. Una nguvu za kiume? Sasa tatizo nini? Mje mniambie ukweli, mna tatizo gani? Mseme ukweli, mficha uchi hazai. Mzee wangu kweli, lakini sasa sisi hatuna tatizo lolote. Hapo mimi ndo unaponichanganya hapo. Una tatizo lolote miaka yote hii hata hapo tu. Mimi nataka mjukuu. Sawa. Sasa nini hamna matatizo vipi sasa? Mungu tu bado hajapanga. Sikiliza. Mimi nafikiri labda mwanangu utakuwa umemshinda. Sio hivyo mzee wangu. Ndio. Sio hivyo. Mimi nazeeka sasa hivi nataka wajukuu. Na huyu ndo mtoto wangu wa kike. Sasa kwa hiyo tatizo lako nini? Unaogopa kulea? Hapana. Unataka mpaka uwe na gorofa? Hapana. Unataka uwe na magari ndio upate watoto? Hapana. Unataka uwe na nini sasa? Hapana. Sawa. Sasa Ashura, nawapa miezi mitatu. Sitaki kabisa masiala. Miezi mitatu. Miezi kama hajapata mimba, amjija kunielekeza na kuja kumchukua mimi. Lakini baba, sitaki hakuna swala la Mungu. Mungu msimsingizie. Wewe bwana umenielewa? Sawa. Wewe sema sawa tu, wewe
Fanya tu masikio kama majani ya mkungu, niambie tu sawa tu. Tutakuja kugombana. Nishakusikia mzee wangu. Ila sasa wewe ulikuwa sina ushauri, nitakuja kunitafuta. Sasa mke wangu. Kama ni makubwa Makali. wewe mwenyewe unajua tatizo langu. Kama unajua tunafanyaje? Maana yake ametupa miezi mitatu. Kama hili swala halijaeleweka, maana yake anakuja kukubeba, maana yake ndoa imekufa. Fanya. Yaani kesho asubuhi mapema tumfuate baba tujue atuambia nini. Mzee alivyotoka vile na mkali vile, kesho anaweza katuelewa kweli? Lakini kwa mazungumzo yake si ulimsikia alichokisema? Kama tuna shida tumwambie. Mbona kama ina maana anaweza akaa anajua tatizo letu? Kwa sababu yule mwanaume mwenzako mtavokaa mkaitana pamoja mkikaa yeye na yeye hakuna kitatuharibika. Atakuelekeza chochote. Au ana mtego tu niende ili akakuchukue. Mtego hamna. Hebu natumia akili. Muda mwingine nenda msikilize yule mtu mzima mkuzidi umri. Huo unamsikiliza hata kidogo. Basi na wewe haya. Sasa kesho hapa